ile. Hata wengine unajua waongeaje. So unapata habari hiyo inakuvunja moyo, na mtu huyo anapata katika hali ya kukosa kuelekea. Jina la Bwana libarikiwe sana. So anahitaji kukaa atulie ili moyo wake uweze kurudi katika nafasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kuamini na wakati mwingine tunaweza kuvunjwa moyo kutegemea ni nani tulipompatia habari na alipeleka aje. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nafikiri hapo umeelewa kitu. Kwa hiyo nadhani 11:13 nafikiri umeweza kuelewa. Twende mbele mbele kidogo. Roho ama moyo wa mwanadamu pia yaweza kuwa na bidii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pia wakati mwingine kama Wakristo tuko na bidii sana. Tunaweza kuwa na bidii ya hali ya maisha ya kimwili. Tuko na bidii katika hali ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo unaweza kupata wakati mwingine moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na bidii kulingana na mambo ya Mungu vile anavyohitaji tuweze kuenenda katika ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu kama haingekuwa hata bidii, labda injili ya leo hatungekuwa nayo. Lakini kuna watu waliweka bidii wakawaachia hapo. Wengine wakachukulia hapo na wakaweka hiyo bidii. Kwa hivyo bidii, tunaweza kuwa na bidii katika hali ya kiroho, tunaweza kuwa na bidii katika hali ya kimwili pia. Kwa sababu tunapoishi katika ulimwengu pia tuna mambo ambayo tunahitaji kufanya ili tusaidie maisha kuweza kusonga mbele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na pia tunahitaji kuweza kuwa na bidii katika hali ya kiroho. So tunapokuwa pia na bidii katika hali ya kiroho, vile vile unaweza pata hata mtu akakuvunja moyo. Na ile bidii ulikuwa nayo tena katika hali ya kiroho ikarudi nyuma. Jina la Bwana libarikiwe sana. So inategemea. So wacha tuangalie katika kitabu hiki cha roho ya mwanadamu inaweza kuwa na bidii. Matendo ya Mitume 18 fungu la 25. Matendo ya Mitume. Tuweze kuona bidii. Matendo ya Mitume. Kuna yule amepata 18:25. Matendo ya Mitume 18:25. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaga, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. So tunaposoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, na kuna kitabu utajiongezea tu nyingine, hiyo utajisomea ukiwa unaweza tafuta nafasi. Warumi 12:10 mpaka 11, hiyo utaelezea tu, bado inazungumzia hiyo habari ya kuwa na bidii.